Naam, karibu sana ndugu mtazamaji wetu kwenye kipindi kizuri kabisa cha elimu yetu. Mada kuu ya leo ni umuhimu wa daycare. Utakuwa nami mtangazaji wako Oresta Sylvester. Utakuwa na mgeni wetu naye atajitambulisha kwa majina yake. Karibu sana mgeni wetu. Asante. Naitwa Jumanne Mashaka Haonga ambaye pia kwa taaluma ni mwalimu. Asante sana Jumanne. Na tunaweza kujua daycare kwanza ni nini kwa maana yake? Maana naamini kuna mtu hajui maana ya daycare. Asante. Daycare kwa lugha yetu ni vituo vya malezi ya watoto. Tunapoongelea vituo vya malezi namaanisha kuanzia mwaka mmoja mpaka miaka 5. Alright. Asante sana. Na tunaweza tukafahamu pia umuhimu wa daycare hasa kwenye jamii inayotuzunguka. Kwa jamii inayotuzunguka umuhimu ni kwamba vituo hivi vinawapa nafasi wazazi kufanya majukumu yao wakati huo watoto wakiwa kwenye vile vituo vya malezi. Kwa hiyo mzazi akimpeleka mwanae mtoto wake kwenye hivyo vituo ana uhuru wa siku nzima kufanya majukumu yake. Alright. Na changamoto ya wazazi kubaki na watoto wao nyumbani wakashindwa kuwapeleka daycare, labda kwamba ile mtoto kaanza darasa la kwanza labda na miaka 5, lakini before labda haukumpeleka daycare, changamoto yake kubwa inakuwa ni nini? Hapo changamoto iko pande zote, kwa maana ya shule, mzazi pamoja na mtoto. Nikianza na mzazi, changamoto ni kwamba ni ngumu sana kugundua kitu alichonacho mtoto. Alright. Lakini pia mtoto inamfanya kwa maana ya muda wa kujifunza anapata shida. Ndio. Lakini pia changamoto kubwa kwa jamii ni kwamba pengine baadhi ya maeneo hizo daycare hazipo na pengine baadhi wanakosa fedha za kuweza kuwalipia watoto wao ili waweze kujiunga au kusoma kwenye hizo daycare. Asante sana. Na kama daycare na umuhimu huo, mimi nafikiri mchango wa wazazi sasa kwenye hizo daycare ni nini? Mimi kama mzazi na mchango gani kuhakikisha mtoto anapata malezi bora hasa kwenye swala zima la elimu? Mzazi ana mchango mkubwa nikiongelea upande wa mtoto ni kwamba mzazi anapokuwa amempeleka mtoto kwenye daycare, jambo lake la kwanza ni kuhakikisha kile ambacho ameambiwa kwenye ile daycare kinatokea, lakini pia kuangalia matokeo ya mtoto, maendeleo ya mtoto. Lakini jambo lingine ni upande wa mazingira kwa ujumla hizo daycare, kwa sababu kuna changamoto nyingi zinazotokea. Kwa hiyo mzazi akiwa na muda wa kufuatilia kile kinachotokea kuhusiana na mtoto wake, sasa mchango wake unaonekana kutokana na matokeo ya mtoto. Alright. Sasa wewe kama ni mwalimu, unaweza kaishauri vipi jamii inayokutazama wakati huu? Mimi kama mzazi na kutazama, niko nyumbani kwangu, unawaambia nini kwenye swala zima la daycare, mtoto apate malezi bora? Unawashauri nini? Upande wa jamii, ushauri wangu ni kwamba wazingatie daycare kwa sababu ni sehemu pekee ambayo mtoto anaweza kupata vitu vingi. Kwanza malezi kiakili, kimwili, makuzi, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo watoto wanavipata wakiwa kwenye hivi vituo vya malezi kwa maana daycare. Lakini pia mtoto anapata utambuzi mapema kabla hajajiunga, tunasema na elimu ya msingi. Kwa hiyo mtoto anakuwa anajua vitu vingi, lakini pia maendeleo ya lugha ya mtoto, kwa sababu kwa wale watoto kuanzia mseme miaka 2 mpaka 5 wanaanza kujifunza lugha. Wataalamu nasema simple language, wanajifunza vile lugha. Kwa sasa lugha ya Kiingereza pengine inatumika na Kiswahili. Kwa wale watoto wanajifunza utambuzi wa lugha. Kwa hiyo wanajifunza vitu vingi. Hiyo sasa inamsaidia mtoto anapoanza darasa la kwanza.
anajua vitu vingi ambavyo vinamsaidia atakokuwa ameanza. Lakini pia kule wanakutana na watoto wenzao, kwa ile kujumuika anakuwa tayari kishapata kule kushirikiana. Kwa anapoanza darasa la kwanza haimsumbui. Lakini jambo la mwisho ni lugha. Miaka 3 nyuma Kiingereza kilikuwa kifundishi kuanzia la kwanza la pili lakini sasa hivi kuanzia darasa la kwanza la pili wanajifunza somo la Kiingereza. Kwa sasa unakuwa ni mwendelezo, lugha kashaipata kule, huko sasa ni mwendelezo. Kwa hiyo haimsumbui sana mtoto. Asante sana. Lakini nina swali la kipekee. Na umeongea kwa habari ya lugha. Inaweza kawa inaathiri gani? Kuna wale ambao wanasoma tu elimu za kawaida, kuna wale ambao wanasoma elimu zetu hizi international kama sijakosea. Tukimpeleka mtoto daycare tukaja tukamrudisha huku kawaida ambako Kiswahili ni kingi kuliko Kiingereza, inakaje hiyo labda mwalimu wetu? Hiyo ina pande mbili. Upande mmoja kuna baadhi ya watoto kweli wanahangaika. Yaani kajifunza lugha ya Kiingereza upande ule kwa daycare. Alafu baada ya pale mmempeleka kwenye hizo shule zetu za kawaida. Kwa kitakachomsumbua ni atakapokuwa darasani. Vitu vingi atafundishwa kwa Kiswahili, kasoro somo moja ambalo ni Kiingereza. Kwa hiyo itamchukua muda kiasi, lakini watoto ni wepesi sana kumaster zile lugha. Kwa hiyo haitamsumbua zaidi, la mwanzo anaweza akahangaika. Lakini kuna baadhi ya watoto ambao haiwasumbui. Yaani wao ni rahisi kuadapt yale mazingira mapya. Kwa hiyo inaweza kuwa na hasara na faida, lakini nafikiri faida ni kubwa kuliko hasara. Kwa sababu kule kikubwa zaidi malezi anayopata kiwa kwenye hizo daycare. Asante sana. Wenzetu waliosoma international wanasema no matter what, lakini inatakiwa tuwapeleke watoto daycare. Mimi kama mtangazaji wako nakwenda kuahirisha kipindi hiki. Naamini ulikuwa nasi umefurahia sana mada yetu ya daycare. Mzazi mpeleke mtoto alelewe daycare. Analelewa, anafundishwa vitu vingi vizuri, anakuwa na utambuzi pia. Nikushukuru sana ulikuwa nasi kwenye kipindi kizuri. Naam, asante sana ndugu mtazamaji, ulikuwa nasi kwenye kipindi kizuri ambacho tumeongelea kuhusu daycare. Naamini umejifunza kitu so bure tu na ambaye sawa na ambaye hajasikia kabisa. Nakaribisha tena wakati mwingine. Asante sana ndugu mwalimu. Nakushukuru sana. Bye.